Ufunuo wa Yohana mlango wa 9. Malaika wa tano akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa, jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi 5. Na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge aumapo mwanadamu. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe. Nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii za chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. Nao wana mikia kama ya nge na miiba, na nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu miezi 5 ilikuwa katika mikia yao. Na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu, jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni, na kwa Kiyunani analo jina lake Apolioni. Ole wa kwanza umekwisha pita. Tazama, bado ziko ole 2 zinakuja baadaye. Malaika wa 6 akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu, ikimwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu, wafungue nao malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Wale malaika 4 wakafunguliwa, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. Na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000, nilisikia hesabu yao. Hiyo ndivyo nilivyowaona hao farasi katika maono yangu, nao waliokaa juu yao wana dirii kifuani kama za moto na za samawi na za kiberiti, na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba, na katika vinywa vyao hutoka moto na moshi na kiberiti. Theluthi ya wanadamu wakauawa kwa mapigo 3 hayo, kwa moto huo na moshi huo na kiberiti hicho, yaliyotoka katika vinywa vyao. Kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao, maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa, nao wanadhuru kwa hivyo. Na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti, zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda. Wala hawakuutubia uuaji wao, wala uchawi wao, wala uasherati wao, wala wivi wao.